Mwenge wa Uhuru umeanza mbio zake katika mkoa wa Dar es Salaam kutokea mkoani Lindi, ambapo katika mkoa wa Dar es Salaam wanatarajia kukimbizwa kilomita 357 kukagua na kuzindua pamoja na kuweka mawe ya msingi jumla ya miradi 36 ikiwa na thamani ya shilingi bilioni 79.2. Khamisi Suleiman anaripoti. Akikabidhi mwenge huo kwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, mkuu wa mkoa wa Lindi Zainab Terak amesema katika mkoa huo miradi 59 ilikaguliwa. Mwenge umepita katika miradi ya maendeleo 59. Kati ya miradi hiyo 19 iliwekewa mawe ya msingi, 6 ilizunduliwa na kufunguliwa, miradi 34 ilionwa na kutembelewa. Thamani ya miradi yote iliyopitiwa ni fedha za Kitanzania bilioni 22.401. Mwenge huu wa Uhuru unabeba kauli mbiu ya kujitokeza kushiriki katika uchaguzi mkuu 2025 kwa amani na utulivu. Aidha, pamoja na ujumbe huu, mwenge huu wa mbio za uhuru unaambatana na kauli mbiu za kudumu kama vile mapambano dhidi ya VVU na ukimwi, mapambano ya rushwa, mapambano ya malaria pamoja na madawa ya kulevya. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila alikabidhi mwenge huo kwa mkuu wa wilaya Temeke na kuanza mbio zake, ambapo katika wilaya hiyo umekagua, kuzindua pamoja na kuweka mawe ya msingi katika miradi 7. Katika eneo la Mbagala, wakati wa ukaguzi wa shule mpya ya kisasa ya Mangaya, kiongozi wa mbio za mwenge Ismail Aliusi alipongeza wilaya Temeke kwa kutekeleza miradi kwa kuzingatia ubora pamoja na usimamizi wa fedha zinazotolewa na serikali. Tunaposema tuna tunu ya taifa ambayo tunajivunia kwa maana ya mwenge wa uhuru, tunakuwa tunamaanisha. Leo hii tumejionea matumaini katika shule hii, tumejionea upendo katika shule hii, lakini pia tunajionea heshima kubwa inayowekwa na serikali yetu ya awamu ya 6 chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwa wananchi wake. Niwaombe sana ndugu wananchi, tuendelee kuunga mkono jitihada za serikali zinazofanywa. Kiukweli, jimbo la Mbagala na kata ya wilaya Temeke kwa ujumla hatuna deni na Mheshimiwa Rais wetu Daktari mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan. Tunaendelea kumpongeza kwa mambo makubwa aliyoyafanya katika sekta ya elimu msingi na sekta ya sekondari. Khamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam.